Ibada inahitaji ikhlas, na ikhlasi ni kufanya kuabudu. Ikhlasi maana yake ni kuabudu kwa ajili ya Mungu peke yake, ndio ikhlasi. Ibada ya hija ili kamilike, ibada ya umra ikamilike, ibada zote zikamilike, lazima kuwa na ikhlasi. Kama tunavyoambiwa kwamba al-a'malu suwaru wa arwahuha wujudu sirri ikhlasin fiha. Matendo yote, ibada zote tunazozifanya sisi ni kama picha tu hivi au sanamu tu hivi. Roho zake hizo ni kupatikana ikhlasi ndani ya hizo ibada. Kwa ibada ni kama umbile tu hivi. Hilo umbile ili liwe na kazi, kuwe na roho. Roho ya ibada zote ni ikhlasi. Mahujaji watukufu, Mwenyezi Mungu katika Qur'ani, katika hili anatuambia wa atimul hajja wal umrata lillah, kwamba mtimize ibada za hija na mtimize ibada ya umra, lakini lillahi, kwa ajili ya Mungu tu, mukhlisina lahu dina, hali ya kumtakashia yeye twaa, kumtii awe Allah subhanahu. Kwa hiyo tunapokwenda safari hii ni tofauti na safari zote katika dunia, kwa sababu ni safari ya ibada, na mji wa Maka na mji wa Madina ifahamike kwamba ile ni miji ya kiibada. Kwa jambo la kwanza la mafanikio ya lengo, kwa sababu yafahamika na ndivyo ilivyokuwa wazi kwamba kila anayekwenda haji kaamua atoe pesa zake kwa ajili ya safari. Mbali na hivyo, ajikimu kule, maisha atakayoishi ni gharama. Wengine hudunduliza pesa zaidi ya miaka 7, 10 ili apate pesa ya kwenda haji. Mwenyezi Mungu amefanikisha hilo. Kwa hiyo kila aliyehudhuria hapa na kila unayemuona anayekwenda haji, fahamu kwamba lengo lake ni ibada tu. Lengo lake ni ibada tu, na hii ibada ilikamilike, alaika bil ikhlasi. Tusisitiza, lazimiana na kutenda kwa ajili ya Mungu tu, na inshallah Mwenyezi Mungu atatufanikisha. Ndio sababu, yani hii ndio maana ile nia tunaoifanya tutakayoifanya katika ndege miqat, pale unaposema labbaika al-umrata mutamatti'an biha ila al-haji, au labbaika al-umrata mutamatti'an biha ila al-haji wa haramtu bihi lillahi ta'ala, ni kujikumbusha. Hii twaitamka ili kujikumbusha kwamba unachotakiwa ni ikhlasi, na baada ya pale kinachotakiwa katika sunna
ni kujikumbusha tena ikhlasi. Labbaika Allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la sharika lak. Ibara yote hiyo, maneno yote hayo yanakuambia uwe na ikhlasi. Lugha yake ni moja, uwe na nini? Ikhlasi. Kwa maana usimshirikishe Allah. Ndio maana pale unamwambia Mwenyezi Mungu, labbaika Allahumma labbaika, nimekuitika Mola wangu wa haki, nimekuitika. Labbaika la sharika laka labbaika, nimekuitika Mwenyezi Mungu, huna mshirika ya Rabbi, nimekuitika. Kisha unamwambia innal hamda wa ni'mata laka, ni ikhlasi. Hakika sifa zote njema na neema zote ni zako wewe peke yako. Kata hii neema ni kama vile umwambia hata hii neema ya mimi kuja haji laka, ni ya kwako. Neema hii unayoipata ya kuswali swala moja ukapata laki moja, laka, ni yako, kwa ajili yako tu ya Rabbi. Kwa hiyo ikhlasi ni jambo kubwa. La pili, kwa ndio maana kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam akaweka vituo maalumu vya kuithibitisha ikhlasi yako katika ibada ya hija, vikaitwa nini? Miqat. Miqat. Kwenye miqati pale, jambo unalolifanya pale katika miqati ni kumtangazia Mungu kwamba hii ibada yangu hii itakuwa ni kwa ajili yako peke yako. Ikiwezekana izimwe. Imeeleweka jamaa? Hilo la kwanza, tunapokwenda, kwa sababu ni ibada, kumbuka roho ya ibada ni ikhlas. Tutakapokuwa tumeshakania na labbaika zetu, tutakapofika Maka, jambo la kwanza kabisa ni kufanya ibada ya tawafu, kwa sababu sisi tuna mambo mawili. Sisi tunaofanya hii ibada ya umra ya tamattu'i, tuna umra na tuna haji. Tawafu ndio tutakachoanza nacho. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama anatuambia kwamba mtu yoyote atakayefanya ile ibada ya tawafu, kutufu al-Kaaba, husamehewa madhambi yake yote. Hakuna mguu ambao atakaokuwa na unyanyua na akaweka chini ila madhambi yake hufutika. Walillahi alhamdu. Ni hadithi ambayo iko katika sahihu at-Tirmidhi, ni hadithi sahihi. Mwenyezi Mungu atupe kheri. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man tawafa bil baiti usbu'a kana ka'itqi raqaba, yule ambaye atakayetufu al-Kaaba mara 7 anakuwa ni kama aliyemwacha huru mtumwa. La yadhau qadaman wala yarfau ukhra illa hatta Allahu anhu khati'a wa kataba lahu biha hasana. Asema Mwenyezi Mungu,
haushushi mtu huyo mguu wakati anatembea, wala haunyanyui mwingine, ila Mwenyezi Mungu anampupushia yale madhambi yake, anamsamehe madhambi, makosa aliyoyafanya. Wakataba lahu biha hasana, na Mwenyezi Mungu anamwandikia kwa kufanya huko tawafu, anamwandikia mema. Kwa ibada tunayokwenda kuianza, ndugu zangu, baada tu ya kufika katika mji wa Makka, ni ibada ya umra ambayo tutaanza kwa kufanya tawafu, na tawafu tunaanza katika Hajarul Aswad. Al-Hajarul Aswad, Al-Hajarul Aswad wahidu min athalathati au arba'ati nazala min as-sama, ni moja katika vitu vinne au vitatu katika hadithi nyingine vilivyoshuka kutoka katika pepo ya Allah subhanahu. Hii Al-Hajarul Aswad ukiweza kulishika na ukabusu, jua umebusu jiwe ambalo asili yake ni peponi. Mtume Muhammad asema nazala al-hajarul aswadu min al-janna wa kana ashaddu bayadan min al-laban fasawwadatuhu khataya bani adam. Asema hii al-hajarul aswad asili yake imetoka jiwe liloshuka kutoka wapi? Peponi. Lilikuwa ni jeupe sana kuliko maziwa, lakini kilichofanya kuwa ni jiwe jeusi ni dhambi za wanadamu. Mwenyezi Mungu atusamehe sana madhambi yetu. Kwa hiyo tutaanzia pale kwenye Al-Hajarul Aswad, na lazima ile Hajarul Aswad ndio pointi uianzie. Tukumbushana upande wake wa kulia ile Hajarul Aswad, mahala pa kuanzia utaona kuna alama za kijani. Pale ndipo unapoanzia, na wewe utasimama kushoto, utaiweka kushoto Hajarul Aswad, na utaanzia pale kwa kusema bismillahi Allahu akbar. Usisahau kusema bismillahi Allahu akbar, ni sunna, lakini nakuongezea point. Hapo utaanza kuingia katika maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, yale aliyosema man tawafa bil bait, atakayezunguruka al-Kaaba asbu'a, mara 7, kana ka'itqi raqaba, huyo amekuwa kama aliyemwacha huru mtumwa. Yani malipo yake ni kama kumwacha nini? Uhuru mtumwa. La yallahu qadaman wa la yarfa'u ukhra, kama tulivyosema, haushushi mguu mmoja akaunyanyua mguu mwingine, kwa sababu kishaka hapa kasa bismillah Allahu akbar, sasa ni kwenda. Usiwe na haraka ya kumaliza tawafu, tembea kiasi utakavyoweza, lakini uhakikishe kwamba unachunga lile kundi unalokwenda nalo, na kwenda kidogo kidogo. Jua sasa wewe set mind yako, iweke alam kwenye ubongo wako, kwenye kichwa chako, kwamba hivi unavyotembea hatua moja tu, hushushi hatua ila umesamehewa madhambi. Hunyanyui tena mguu ila madhambi usamehewa. Hushushi tena mguu ila madhambi umesamehewa. Hupandishi mguu ila madhambi umesamehewa.
na unaandikiwa mema mbalimbali. Una bahati kubwa kuwa hajat, una bahati kubwa kuwa ni haji. Maana kila unalifanya wewe asamehewa madhambi tu. Mwenyezi Mungu atujalie katika hao. Imo hiyo hadithi, ni hadithi sahihi. Katika sahihu at-Tirmidhi utaiona hadithi hiyo ipo. Pia tunaenda kwenye jengo lenye historia kubwa ambalo ni hiyo Al-Kaaba. Ukisoma kitabu kinaitwa Akhbaru Makka, vyauzwa sana kule Makka vitabu hivi, kitabu cha Al-Azraqi na riwayati tarikhiyat al-islamiyat shatta, na vitabu ambavyo vina riwaya nyingi za historia ya Kiislamu. Utaona kuna maneno kwenye kitabu hicho asema, lam yabqa al-hajaru al-aswadu fi makanihi fil ka'bati al-musharrafa athna'a tufani Nuhi alayhi salam, bal amara Allahu ta'ala bihifdhihi min al-halak athna'a tufani fatamma ida'uhu fi jabal Abi Qubais al-qarib min al-masjid al-haram, wa hadha huwa sababu tasmiyati jabal Abi Qubais Jabal al-Amin. Kwa ufupi kwamba asema katika historia kidogo, historia hapo asema haikuwahi kubaki Hajar al-Aswad mahala pake ilipo sasa. Pale ilipo sasa ndipo ambapo Mwenyezi Mungu alipoiweka tangu huko azali. Haikubaki Hajar al-Aswad mahala pake katika Al-Kaaba kipindi cha tufani ya Nabii Nuhu alayhi salam. Yafahamika kwamba katika historia ya dunia kulitokea gharka, inaitwa, watu wanaita gharika. Gharika ya nani? Ya Nuhu. Na kwa mujibu wa Qur'an na wafasiri wa Qur'an ilienea ulimwengu mzima, hata Maka ilienea mpaka pale kwenye Al-Kaaba ilifika ile gharika ya Nabii alayhi salam. Sasa tuambiwa Al-Hajar al-Aswad lam yabqa fi makanihi fil Ka'bati al-musharrafa athna'a tufani Nuh alayhi salam. Ile Hajar al-Aswad ambayo ndo sehemu tuloanzia pale tawafu pale, halikubaki jiwe lile ndani pale wakati wa tufani, bali Mwenyezi Mungu aliamuru kwamba lihifadhiwe lile jiwe kutokana na ile gharka na Nabii Nuh, lihifadhiwe. Ndio pale kumeandikwa fatamma ida'uhu fi jabal Abi Qubais al-qarib min al-masjid al-haram, ikatimia kuwekwa kwake, kuhifadhiwa kwake juu ya mlima unaitwa Abi Qubais. Mtauona huko karibu kabisa na Al-Kaaba pale, ndio maana ule mlima unaitwa Al-Jabalul Amin. Ni moja safari ya haji, moja ya kitu muhimu unachokwenda kupata ni al-maalim al-athariya. Ni kwamba ni kama ni historical sites. Maka yote ni historical site, kwamba ni eneo la kihistoria ambapo hata mahala mlima ambapo ilifadhiwa Hajar al-Aswad katika gharika ya Nuhu imewekwa. Kisoma kitabu hicho Akhbaru Makka utaona habari hizo. Na aliyerudisha lile jiwe mahala pake ni Nabii Ibrahim alayhi salam. Na hapa ndipo unapopata nafasi ya kujua historia nyingine kwamba Al-Kaaba, mbona tuambiwa ilinyanyuliwa na Nabii, msingi wake kama Qur'an inavyosema, wa idh yarfa'u Ibrahim
alqawaida min albayt wa Ismailu. Aya hiyo inatuonyesha kwamba aliyenyanyua ile Alkaaba ni nani? Ibrahim alayhi salam. Katika tafsiri ya Ibn Kathir tutakuja kuona maneno ya Abdullah ibn Abbas, anatuambia kwamba Alkaaba ile jengo, ule msingi aliunyanyua Nabii Ibrahim alayhi salam ndio msingi wa Alkaaba ya asili. Kwa ina maana yeye alinyanyua pale msingi wa Alkaaba ya Ibrahimu, akanyanyua ile Alkaaba ambayo ilikuwepo kabla ya Nabii Ibrahim alayhi salam. Kabla ya kuijenga hii, Ibrahim si aliacha familia yake pale? Katika kuacha alisemaje? Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'i lakini inda baitika almuharram. Mwenyezi Mungu, mimi nimeiacha familia yangu, kizazi changu hiki, maana kamwacha Hajara na kamwacha nani? Ismail. Sasa nimeiacha hawa hapa, lakini inda baitika almuharram, wakati anataka kuomba Mungu na Ismaili ni kichanga kabisa. Asa nimewaacha mbele ya nyumba yako tukufu. Aya hiyo inatuonyesha kwamba Alkaaba ilikuwepo kabla ya Nabii Ibrahim. Ismaili alipokuwa ni kijana sasa ndio akaijenga Alkaaba, yeye na baba yake ambaye ni Ibrahimu, na hiki ni yumo katika hadithi sahihi. Malaika yule alikuja, malaika baada ya Hajara kuwa na uchungu na huzuni kwamba huyu mbona ananiacha peke yangu na mtoto hapa, vipi? Anaondoka, na ikumbukwe kwamba anaondoka na kwenda kwa mke mkubwa ambaye ni Sara. Atatuachaje hapa? Hakuna binadamu, hakuna chochote, hakuna maji, hakuna, anatuachaje hapa? Alikuja malaika akamwambia, usiwe na shaka na hilo. Huyu mwanao mchanga huyu na baba yake watakuja kunyanyua jengo hili la Alkaaba, na Mwenyezi Mungu atakupa kile unachokihitaji. Pale nyuma makamu Ibrahim, eneo kama la mita 21 pale, kuanzia pale mpaka pale Multazim pale Alkaaba, ndipo chemchemu ya Zamzam ikajitokezea pale. Hivi unavyotufu Alkaaba, chini yake kuna maji ya Zamzam, kuna chemchemu hiyo ya asili tukufu ya Zamzam. Kwa hiyo Al-Hajarul Aswad ndio hapa tunaanzia tawafu. Imeeleweka kidogo hapo historia? Ili unapokwenda, tunazungumza yote haya ili saikolojia yako haya ya kusaidie katika saikolojia yako kwamba huzunguruki jengo lile, si jengo, ni alama ya utukufu wa Allah subhanahu. Sikasema hili jengo kubwa, lile ni alama tukufu ya Allah subhanahu. Ukiliona ni jengo utaona ni jengo tu. Na mitume walillahi alhamd, mitume wote, yaambiwa mitume wote wamewahi, kama habari yanazungumza Urwa bin Zubair, mtoto wa shemeji yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Asma binti Abi Bakar. Urwa bin Zubair bin al-Awwam amesema kila nabii aliwahi kuhiji na kila mtume alitufu. Kwa hiyo pia
weka alam kichwani. Unapozunguruka pale, si wewe wa kwanza. Mitume wa Mwenyezi Mungu waliwahi kufanya tawafu na wameanzia pointi hiyo hiyo al-Hajar al-Aswad. Hata Nabii Adam mwenyewe amefanya tawafu katika Kaaba. Kwa hiyo wewe unapokwenda haji na ukatufu, unafanya amali ya waja wema wa Allah. Nabii Adam alipofika isemi ya Multazim ni eneo kati ya Hajar al-Aswad na mlango wa al-Kaaba. Eneo hili Mtume kalizungumza sana, ni eneo linaloitikwa sana dua. Hata Nabii Adam alipofika hapa alisema, Allahumma anta ta'lamu sirri wa alaniyati faqabali ma'adhirati wa ta'lamu hajati fa'atini subuli wa ta'lamu ma fi nafsi faghfir li dhanbi. Allahumma anta ta'lamu imana yubashir qalbi wa yaqina sadiqa hatta a'lamu annahu la yusibuni. Basi Nabii Adam alifanya dua hapa Multazim, kuonyesha mitume wote walifanya. Ukisoma kitabu I'anatu Talibin, wasomaji sharh ya Fathul Mu'in, utaona kwamba umeandikwa kwamba malaika walikuwa wanatufu al-Kaaba miaka 70,000 kabla hajaumbwa mwanadamu. Kwa hiyo pia ni kitendo cha malaika wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana nasema mahujaji kuna misconceptions, suu tafahumi, kufahamu vibaya al-Kaaba na kufahamu vibaya ibada ya hija. Moja, ufahamu mbaya, mjengo sio jengo, si jengo, ni kitu ambacho Allah Subhanahu anajua mwenyewe ni kitu gani. Hakuna anayejua ila Allah. Kwa hiyo tutazunguruka hivi, tuko kwenye ibada ya umra tutakwenda mpaka tunafika, tasogea mpaka tunafika eneo hili eneo hili ni mahala pa kutahadhari sana. Hatujawahi kuona na inshallah haitotokea, lakini eneo la kutahadhari sana. Ili eneo la kuanza hapa kutufu mpaka unafika makamu Ibrahim hapa, hasa ile eneo la kuanzia, ni eneo ambalo kuna msongamano mkubwa sana. Uwe imara, ukianguka pale ni hatari, kwa sababu utakanyagwa na watu bila kukusudia. Kwa hiyo kuamka inakuwa ni shida, ni watu wengi. Kwa hiyo namna yake using'ang'anie sana kwenda ndani, mpaka uwe na uzoefu kidogo. Wewe katika kuzunguruka, hata ukazunguruka mwisho bado uko eneo la nini, la al-Kaaba. Kwa hiyo jambo la kwanza tukishafika ni kwenda kuiona hii, na kabla hata ni kwenda kufanya ibada ya nini, ya umra. Tunaanza na tawafu, tunazungumzia tawafu sasa, lakini kabla hata ya tawafu kabla ya tawafu ni kwamba inshallah Mungu ajalie hivyo, tutaingilia mlango 79. Tukiingilia ule mlango utaiona al-Kaaba, utaiona al-Kaaba. Kumeelezwa katika hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuna mambo manne ambayo milango ya mbingu hufunguka
kwa ajili ya mja. Mambo haya manne yakiwepo, miongoni mwa hayo manne ni ru'yatul Ka'batil musharrafa, ni kuiona al-Kaaba. Kwa hiyo utaiona al-Kaaba, na pia hujibiwa dua. Imethibiti mtu anaiona al-Kaaba ni wakati wa kumuomba Mwenyezi Mungu, dua inaitikwa. Na ndio sababu yanasema tuftahu abwabu samai wa tustajabu duau inda ru'yati al-Kaaba, milango ya mbingu hufunguliwa na hujibiwa dua wakati wa kuiona al-Kaaba. Wewe zote nafasi hizi unazo haji, kwa tutakwenda mpaka yako maeneo mengi. Wakati unazunguruka tafika, kuna maeneo ni Hijri Ismaili, kuna eneo laitwa Hijri Ismaili. Eneo hili kiasili vile alivyojenga, isogeze kidogo mbele, alivyojenga Nabii Ibrahim kwa jengo hilo la asili, kile kisehemu nusu kuna kisehemu kiangalia hata kwenye ndio kama ni kijinusu duara ile pale ndipo panapoitwa Hijri Ismail. Usije ukaingia ndani, maana kuna uwezekano wa kuingia ndani, sababu ile Hijri Ismail kiasli ni sehemu ya al-Kaaba, lakini ilishindikana al-Kaaba kujengwa mpaka eneo lile na Makuraishi, kwa sababu ilifikia mahala an-nafaqatu halalu udimat indahu, matumizi ya halali, pesa za halali za kujengea zilikosekana. Kwa hiyo akaweka ishara tu, lakini kiasili lile ndio eneo la al-Kaaba. Ukiingia ndani hapa ukasema utokee hivi, ina maana wewe hujatufu, maana uko ndani ya al-Kaaba. Jamaa imeeleweka? Hijri Ismaili, vitabu vingi vimeeleza na tarehe na historia kwa pale kiasili. Pia Nabii Ibrahim alayhi salam kabla hajanyanyua ile Kaaba kama unavyoiona vile, ni kwamba eneo hili ilikuwa ni Arisha, bana Ibrahim al-Ismail la Hajar Arisha. Ibrahim alijenga pale banda pale kwenye Hijri Ismaili. Banda lile ndipo alipokuwa anaishi pale Hajara na nani jamaa na Ismail. Hata Ibrahim kawahi kuishi, na pale ndipo alipozikwa. Riwayati zaeleza hivyo, ndipo alipozikwa Nabii Ismail na ndipo alipozikwa Hajara. Ila haya watu wakielezwa sana watakwenda kufanya mambo ya ajabu, ndio maana haelezwi sana, lakini nataka upate hisia ya tawafu, vile utakavyokuwa unatufu, unafanya kitu gani na unazunguruka wapi. Vinginevyo utaona kama unazunguruka mbuyu tu bila kujua ni kitu gani. Unaweza ukahisi wewe unazunguruka, watu wazunguruka tu. Ni jambo alifanya malaika, jambo wanaofanya kila viumbe wa Mwenyezi Mungu mbalimbali, hata jini wanazunguruka pale. Ni jambo ambalo wanafanya wanadamu, kuanzia mitume wote wamefanya hivyo. Mwenyezi Mungu atujalie na sisi tufike salama, tupate hiyo mzunguruko wote huu. Ndugu zangu, hakuna dua maalum. Usipate tabu kwamba
Mimi sikusoma dini, madua mazito mazito siyajui. Kila mtu ana dua nzito. Dua nzito ni ile haja yako mwenyewe. Meleka, zungumza kwa lugha yoyote unaiweza kumwambia Mungu. Ndio pointi hizo za kumwomba Mungu. Ziko pointi nyingi hapo kwenye kuzunguruka al-Kaaba ambazo zitakufanya wewe upande daraja mbele ya Allah subhanahu. Tusisahau kumwomba Mungu mwisho mwema, kuishi vizuri kaburini, maana ndipo tunapoelekea wote, akhera kuwa salama, nchi yetu kuendelea kuwa salama. Ndio mahala pa kuombea, maana machafuko yote yakitokea huna amani wewe na kizazi chako chote. Dua mbali mbali kuomba ni hapo. Omba unavyotaka, muombe mtu unayemtaka. Mwenyezi Mungu atubariki. Tumuombe na rais wa nchi pia, ndiye anayetuongoza. Mungu ampe salama, ampe kheri, ampe amani na kila linalomzunguruka. Hapo usijishughulishe ndugu yangu na habari ya kupiga picha. Kupiga picha na kujisefu ni dalili ya lile la mwanzo kukosekana. Watimu la haja wal umrata lillah, mtimize hija na umra kwa ajili ya Mungu tu. Sasa wafanya ibada kubwa namna hiyo waliofanya mitume, baada ya kujishughulisha huko unafanya. Wengi wanafanya namna hiyo. Unajichukua kwa ajili ya nini? Maana ile ni ibada, ile si tua, si ndivyo? Ile si safari ya utalii, ni safari ya kiibada. Kwa nini washughulika kwa taasisi kama hizi kuchukua kumbukumbu? Si vibaya, lakini sasa chunga sana ikhlas, chunga sana ikhlas. Mwenyezi Mungu atubariki. Tukizunguruka kidogo hapo utafika kwenye lile chupa, kitu kama chupa hivi lilosimama. Chupa lile si chupa lile, ni mahala ambapo aliposimama Nabiullahi Ibrahim alayhi salam. Mahala aliposimama Nabiullahi Ibrahim alayhi salam, ile sehemu ambapo unaona ile chupa ilikuwa ni kama, maana imejengewa hivi, pale ndipo panapoitwa makamu Ibrahim. Tuko pamoja? Eneo lile lina mambo matatu katika historia. Kwanza ndio mahala ambapo aliposimama nani? Nabiullah Ibrahim. Ile ilikuwa kama jukwaa, kalminassa, ilikuwa kama jukwaa analosimamia, na pale kwenye Hijr Ismail Nabiullah Ismail anapokea, wanajenga. Pale kuna bado kuna alama ile ya guu la nani? Nabiullah Ibrahim. Imebidi lizuiwe. Sasa kila mtu na akili yake, ndivyo sema. Mtu badala kujishughulisha kufanya ibada, mwingine angejishughulisha kumegemege ule mguu, aondoke nao uweke nyumbani kwake. Kila mtu na akili yake, yuko haji kwa mambo mengi. Lakini wewe ufahamu tu kwamba ni mahala alipokuwa anasimama nani? Nabiullah Ibrahim. Ukisoma kitabu Bahrul Madhahibi, kwa wasomaji wa vitabu, ni kitabu kizuri ambacho kimezungumzia madhahibi manne. Bahrul Madhahibi, kitabu hicho wanasema kwamba pale ndio mahala aliposimama Ibrahim alayhi salam alipoamrishwa kuitangaza hija, alisimamia pale. Ndio maana panaitwaje? Maqamu Ibrahim. Maqam ismu makan, maana mahala pa kusimama. Ndio sehemu aliposimamia nani?
Nabii Ibrahim alayhi salam. Tunakwenda pamoja. Nataka uelewe unapozunguruka zile pointi zote, kwa nini watu pale pia kuna msongamano? Kwa nini eneo hili na msongamano? Moja ni Hajar al-Aswad, ni sehemu watu wanaanza. Pili, kuna al-Multazim hapa kati ya Hajar al-Aswad na mlango al-Kaaba, kuna sehemu inaitwa nini? Multazim. Ile ni sehemu ambayo Mtume mwenyewe Muhammad alikuwa anakwenda kukutanisha kifua chake na al-Kaaba na mikono yake na al-Kaaba. Haondoki hapo, anaomba, anamuomba Mwenyezi Mungu. Ni eneo la kuitikwa sana dua, na wengi pia wanataka afike Multazim afanye kama vile alivyofanya Mtume Muhammad. Hukatazwi, lakini hushauriwi kufanya hivyo kutokana na zama zetu zenyewe zimeharibika. Watu wanakwenda itaminywa pale, itakuwa mtihani. Kwa badala yake unaweza kuishiria tu kwa mkono, na mahala pa kuishiria ni Hajar al-Aswad. Kwa hiyo moja ya sababu ya msongamano mkubwa ni hiyo. Pili, hapa kwenye al-Hatim Hijr al-Ismail, eneo hili pia dua huitikwa sana. Vitabu vingi vimeandika hivi. Kwa sababu eneo linaloitikwa sana dua, pia watu wanasimama pale, wanakaa na muomba sana Mungu. Sisi tutazunguruka tu huku na muomba Mungu, vile unavyopita tayari ile eneo ushapita. Tuko pamoja. Na hapa makamu Ibrahim, anayejua pale ni sehemu ambapo kisima cha Zamzam nyuma yake kipo pale, anajua ndo aliposimama Nabii Ibrahim, anajua ni eneo linaloitikwa dua. Basi watu wanafanya sana dua pale. Kwa kijieneo hiki chote kuna msongamano, lakini sababu nyingine, wengine anataka lazima aswalie pale pale eneo lile. Sisi ukimaliza tawafu tutakuelekeza utaswalia wapi. Jambo imeeleweka. Makamu Ibrahim, jambo la pili la tatu ndio hiyo nyuma yake, kwamba unaambiwa ndio ilipochimbuka nini, maji ya Zamzam. Mwenyezi Mungu atujalie heri. Tukishazunguruka tukaja eneo hili, Kaaba asili yake ilikuwa ni mustatil kama unavyoona hiyo. Hii sio square, ndio hii ni mustatil. Al-Kaaba ndio ilikuwa ya asili, haikuwa mukaabatan tamama, laisa mukaabatan tamama, haikuwa ni square mkamilifu kama vile unavyoiona. Ile square ilikuja kutokana na walivyojenga Makuraishi mwaka 605. Lakini Al-Kaaba eneo hili ni rukun ash-Sham. Makosa watu wanaofanya ni kwenda kugusa na kubusu makamu Ibrahim. Makamu Ibrahim hapagusu wala hubusu pale kwenye lile chupa. Moja ya makosa mahujaji wengi hufanya hivyo. Hakuna maelezo yanokuja kwamba pale utakapobusu. Wengine makosa mengine, kila eneo la Al-Kaaba yanashika tu na anabusu, kila kwenye jengo la Al-Kaaba anabusu. Hata rukuni al-Shami hapo. Na nani anaeleza hiyo engo? Engo ya kwanza si Hajar al-Aswad, engo ya pili ni ile Sham. Imeitwa Shami kwa sababu ni muafaka na biladu Sham, watu upande wa miji ya Sham. Engo ile pale shatoka hapo. Hii engo inafuatia, hii ni Iraki, si Sham. Hii engo inaitwa Iraki. Ile pale tunafuatia ndio Sham.
hapo hugusi wala hugusu wala hutoi ishara ya mkono. Tunaona kina mama sasa, tunaona hii hapa hii ni engo ya Iraqi, engo ambayo watu wanashughulika nayo sana ni hapa. Sasa kuna haja ya maswali hapo, ukinyosha mkono bismillah Allahu akbar sawa, lakini wengine makosa, anakuja na kugusa hapa, atagusa hapa, ataenda kugusu hapa, ukuta mzima na kugusu hapa. Ndio kwenye point, hamna point hapa. Kuna utukufu wanaojua, lakini hakujafundishwa na Mtume Muhammad. Sababu hija ni matokeo ya masomo tunayopata kutoka kwa Mtume Muhammad, na Mtume mwenyewe kasisitiza sana, hudhu anni manasikakum, mchukue kutoka kwangu ibada yenu ya haji na umra. Kwa hiyo hii Iraqi usije ukashika wala ukabusu, wewe pita. Makamu Ibrahim usibusu wala usishike wakati wa kufanya nini? Tawafu. Wewe muombe Mungu, endelea na safari yako. Hapa Ruknul Sham usiguse wala usibusu hapa, peleka au hapo kabusu wapi? Utakwenda mpaka hapa Ar-Ruknul Yamani, hapa Ar-Ruknul Al-Yamani. Hapa kuna maelezo. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia, inna inda rukni malakan qaima, kwenye hiyo engo hiyo yuko malaika ambaye kasimama, mundhu khalaqa as-samawati wal ardh, tangia kuumbwa mbingu na ardhi, yaqulu amin amin amin, yeye anachokisema ni amina amina, Mola wangu kubalia, Mola wangu akubalie. Sasa Mtume anasema faqulu rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaba. Asema Mtume hapo, mseme rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Ni wapi? Ni eneo hili. Na hapa utasikia mahujaji karibia wote duniani wakifika hapa, wote kuanzia hapa mpaka hapa, wengi ni rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Hapa ndo mahala pa kuombea dunia yako na akhira yako. Mtume mwenyewe ilikuwa akija hapa anakushika na anakutanisha pia kifua chake eneo hili ukiweza, lakini hatukushauri katika hii raundi tutakayofanya ya kwanza ufanye hivyo, peleka. Ama ukishakuwa mzoefu unaweza ukaja ukapashika, lakini yatosha tu ishara yako. Na hapa omba sana Mungu. Katika hadithi nyingine Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema, eneo hilo ukila bihi 70 malaka, umewakilishiwa hapo malaika 70. Eneo hili ni hili la Ruknul Yamani, eneo hiyo mpaka hapa Hajar al-Aswad wako malaika 70. Faman qala, atakayesema Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dunya wal akhirah, rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, qalu amin.
Atakayesema maneno hayo, yani rabbana atina, huwezi haya yote, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dunya wal akhirah. Rabbana atina, yani atakayeombea hapo dunia yake na akhira yake. Hawa malaika wote 70 kazi yao